kuna story ambazo zinaendelea kuhusiana na ndugu yako wa karibu Nicole. Unajua bwana, nilikuwa mkifanya maigizo mengi sana, watu wamekuwa kishuhudia, tumekuwa kwenye Huba. Watu wanapenda mambo mnafanya, lakini historia hivi karibuni ambayo imetokea kuhusiana na mambo ya utapeli na vitu mpaka kupelekwa mahakamani imewanyong'onyesha baadhi ya watu wengi sana. Kwa nataka nifahamu kwanza ukaribu wako na Nicole ulianzia vipi, afu tuje huko. Mimi Nicole nilikuwa siko karibu naye kiukweli. Before, kabla sijaingia kwenye tamthilia ya Huba. Lakini baada ya kuingia kwenye tamthilia ya Huba nimemkuta yeye tayari upo kwenye tamthilia ya Huba. Baadaye tukawa washikaji kiasi mpaka baadaye tukawa hawana sana. Na utani ukawa ni mwingi. Hata ukiingia kwenye Instagram account yangu utaona kuna video ambazo tumezitengeneza nyingi ambazo zimefanya vizuri. Kwa hivyo ni mshikaji wangu Nicole sana, sio kidogo sana. Nilivyosikia hii story ya almost nimesikia kama milioni 180 na kitu. Nilianza kusikia hizi habari nilishtuka kwa sababu mimi ninavyomfahamu Nicole ni mwanamke mpambanaji kulikweli. Anajituma, anapambana, anaweka hadi. Unadhani kwa wale ambao wamefuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii unaona namna ambavyo anapambana. Unajua mwanamke ambaye si mpambanaji anaonekana. Utamwona tu mitandaoni akipaka lip shine, makeup nini, baada ya hapo yuko sehemu za bata nini. Lakini ukipitia account za Nicole unaona mara nyingi anapambana, matangazo, anafanya hiki, anaigiza, mara kakimbia. Anaonyesha ni mtu ambaye ni mpambanaji. Na uhalisia kwa watu ambao hawamfahamu nje ya mitandao ya kijamii, Nicole ni mwanamke mpambanaji sana. Alafu ni mwanamke ambaye ana roho ya kizungu sana. Nimeshtuka sana baada ya kusikia hizo habari. What I know kutoka kwa Nicole, hana hizo kitu. Hana mambo ya utapeli. Yaani vile ninavyomjua mimi. Hana mambo ya utapeli. Kwa sababu unajua mtu akiwa tapeli unamuona hata pale kazini mnapokuwa pamoja. Kwa sababu pale pia sisi tuna vitu vingi sana. Unajua wale ni wanawake wanacheza hizi upatu, wanacheza sometimes vikoba nini, wanacheza michezo hii, wanacheza. Kwa hiyo kama angekuwa na tabia hiyo tungeiona tangu mapema. Sipo hapa kuthibitisha kwamba hajatapeli wala sipo hapa kuthibitisha kwamba ametapeli. Lakini nipo hapa kuzungumzia maisha ya Nicole nje ya kile kilichotokea. So hivyo ndivyo ninavyomfahamu mimi. Si hajawahi kutuonyesha kwamba ni tapeli. Kwanza siku zote anapambana, anapigana kweli kweli. Kwa hivyo ni story ambazo zimetushtua wote wanatamthilia Huba. Tumeshtuka sana na mpaka kesho watu wengine bado hawaamini. Kwa kile ambacho kimetokea. Kwako imekuwa ni ngumu kiasi gani kuleta taswira kwamba baada ya kusikia tukio picha unaileta sasa, kwa hiyo iko hivi na hivi? Ni ngumu kiasi gani kwako kuleta hiyo picha ilikuwa baada ya kusikia taarifa hizo? Ni ngumu. Unajua mtu ambaye uko naye karibu, mtu ambaye unamfahamu, kuna kitu kikitokea juu yake unakuwa hutii mashaka. Wewe Dylan unanifahamu Mr. Pimbi. Kuna kitu unakijua Mr. Pimbi akiniambia niko njiani nakuja, unajua huyu Pimbi hapa bora nimpe masaa mawili. Unajua kabisa hilo. Lakini kuna kitu unajua hiki Pimbi hawezi. Ndivyo ambavyo ninavyomfahamu mimi Nicole. Yaani ninavyomjua Nicole na namna ambavyo nimeishi naye, hiki ni kitu ambacho unajua Nicole hawezi. Sawa. Sasa kama ni kweli au sio kweli sijui. Binadamu mamlaka. Tunachia mamlaka. Binadamu huwa tuna mabadiliko sometimes. Mimi naweza nikakuonyesha sura fulani lakini nikiwa mbali na wewe naonyesha sura nyingine. Hiyo ni background ya mtu, hatuwezi kuifuatilia zaidi, lakini mimi nimezungumzia vile ambavyo navyomjua Nicole. Nimesikia dhamana yake ni takriban milioni 40 na kama mtu ataka kumtolea dhamana. Nyinyi kama familia ya Nicole ambao mlikuwa mnafanya naye kazi pamoja kwenye tamthilia ya Huba, mmejipanga kuitoa hiyo? Mmeongea nini baada ya hayo kusikia kwamba milioni 40 na kitu inatakiwa? Mko radhi kujichanga kwa ajili ya kuitoa hiyo pesa kumtolea dhamana mtu wenu wa karibu? Siwezi kuzungumza in deep issue inayoendelea baina ya sisi wanatamthilia ya Huba juu ya Nicole, lakini sisi wasanii wa Huba ni wasanii ambao tunapendana sana. Sisi pamoja na management nzima. Nikizungumzia Aziz Mohamed ambaye ndo director wa Big One, lakini pia ni director wa Huba. Tuna upendo sana. Linapotokea jambo
kwa sisi wanafamilia, jambo la kwanza huwa tunaangalia kumsaidia mwenzetu kwanza. Alafu kama amekosea au hajakosea tutakuja kugundua mbele, lakini jambo la kwanza ni kumsaidia. Kwa hivyo uongozi pamoja na sisi wasanii waigizaji wa Huba tupo kwenye process ya kumsaidia ndugu yetu. Ni namna gani tunavyomsaidia, hicho ni kitu ambacho kiko kwenye management, mimi siwezi kukizungumza. Lakini tupo kwenye hatua nzuri tu ya kuhakikisha tunamsaidia Nicole. Ushauri wako kwa wale wengi wanaochukulia vibaya ama wenye kucheza hiyo michezo kama ambavyo alikuwa anafanya yeye Nicole na kuwachangisha watu, unawashauri nini? Pengine ushauri wako ni upi kwenda kwao? Watumie mbinu gani sasa? Nadhani hii michezo huwa inaleta vurugu sana. Na hizi sio kesi ya kwanza. Kesi hii inamhusisha Nicole sio kesi ya kwanza. Watu wengi sana wamehusishwa na hizi kesi. Na mimi rai yangu tu ama neno langu juu ya watu ambao wanapenda kucheza michezo hii, watafute njia nyingine ambayo haitaumiza. Utaratibu unaeleweka. Kama kuna namna ambavyo unaweza kutengeneza kikundi chenu mkakisajili, kikatambulika serikalini, na serikali katambua nyinyi mnafanya kitu hiki kwa manufaa haya, na mkawa na katiba, maana yake ni kwamba hata serikali inawasimamia kwa kile kitu ambacho mnakifanya. Lakini kuna njia nzuri tu ya kuepuka hizi mambo ya upatu sijui nini. Kwa nini usifungue fixed account ya benki? Ukawa unaweka pesa yako, ile pesa ambayo unaweka kwenye upatu weke kule. Fungua fixed account ya benki unayoitaka wewe, kila kifika muda fulani unajiwekea nia, ulikuwa unaweka pesa yako kule. Ukiandika fixed account, labda ukiwekea zako mwaka mmoja, miaka miwili mitano, unakuwa na hela nzuri. Kwa hiyo baada ya kucheza huu upatu au kucheza hiyo michezo ambayo inakuwa haina security nzuri, nadhani kuna njia sahihi watu wa benki wameiweka ambayo unashangaa kwa nini watu wengi hawaitumii. Yes. Kwa hiyo mimi ni kwa watu ambao wanapenda kucheza hizo upatu na nini, wao ndio toka kufungua account ya fixed account, basi waweke pesa zao huko ambazo inakuwa ni salama. Ikifika muda wako unaenda unachukua pesa yako bila longolongo, uambiwi subiri wala nini. Unaenda una drop pesa yako, unaenda unafanya kitu chako. Sasa